Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro ni kweli limemkamata huyu mtu anaitwa Omari Selemani Mwanamtwa. Kwa sasa ana miaka 60. Ila kwa wakati ule miaka 9 iliyopita wakati wa tukio hili alikuwa na miaka 51. Huyu alikuwa ni dereva taksi, lakini pia ni mkazi wa hapa Morogoro maeneo ya Chamwino, na alikuwa akitafutwa tangu mwaka 2016 kwa tuhuma za mauaji ya mwanamke aliyekuwa anajulikana kwa jina la Ulumbi Stefano. Kipindi hicho anafariki au anapotea, alikuwa na miaka 61, mkazi wa Kihonda. Kwa wale waliokuwepo mkoani hapa, huyu bwana mama alitoweka, hakuweza kupatikana kwa kipindi chote hicho, kuanzia kipindi hicho mpaka sasa hakuweza kupatikana, na kini gari ambalo lilimbeba kwa mara ya mwisho lilikuja kuonekana likiwa na damu. Kwa hiyo imesemekana kwamba amekufa. Kwa hiyo tukio hilo ambalo kwa wakati huo lilivuta hisia lilitokea mwezi Machi mwaka 2016 katika eneo la kijiji cha Kasanga Mashambani katika manispaa ya Morogoro, ambapo mwanamke huyo ilisemekana aliuawa na mwili wake haukuweza kuonekana mpaka sasa. Jeshi la polisi pia linafanya uchunguzi wa taarifa iliyopokelewa dhidi ya mwenyekiti wa kijiji cha Ulelingoma, yanapatikana kwenye kata hiyo ya Ulelingoma, wilaya ya kipolisi Ruhembe au wilaya ya kiserikali Kilosa, ambaye anafahamika kwa jina la Generasco Tresfori Mnyang'ali. Yeye huyu ana umri wa miaka 36. Lakini pia tunamchunguza mtu anaitwa Tegemea Maganza, miaka 34, askari wa jeshi la akiba na mkazi wa Ulelingombe. Hawa watu tunawachunguza kwa sababu ilielezwa kuwa mnamo tarehe 25 mwezi wa pili mwaka 2025 kiongozi huyo pamoja na watu wengine wawili, mmoja hapo ni huyo askari wa jeshi la akiba, waliwakamata vijana wawili kwa tuhuma ya wizi wa simu moja ambaye ni mali ya mwenyekiti huyo ambaye anafanya kazi za wakala, kuwatesa na kuwafungia kwenye ofisi ya kijiji hicho wakiwatuhumu kwa wizi wa simu kama nilivyoeleza. Kwa hiyo taarifa za tukio hilo pamoja na tuhuma za wizi vyote vimefikishwa kwenye vituo vyetu vya polisi. Lakini pia nieleze kwamba kwenye shughuli zetu za polisi tumefanikiwa kuwakamata watuhumiwa 3. Hao ni raia wa nchi jirani ya kigeni. Hao wanatuhumiwa na tuhuma mbalimbali za uhalifu, lakini pia na matukio ya utapeli. Miongoni mwa matukio hayo ni pamoja na matukio ya wizi wa pesa na mali ambazo zinahifadhiwa ndani ya magari. Tumekuwepo na taarifa za matukio ya watu kuibiwa pesa, kiasi cha pesa kwenye magari ambayo yanakuwa yameegeshwa kwenye maeneo mbalimbali, aidha majumbani au kwenye maeneo ya kazi. Kwa mtu anakuta tu gari lake limefunguliwa au limevunjwa kioo upande wa pembeni na kiasi cha pesa kinakuwa kimeibiwa, au mali kama vile hizi laptop, kompyuta mpakato hizi. Sasa kwenye hawa walikamatwa kuhusiana na tukio moja ambalo nitalieleza hapo. Hawa walikamatwa kwa hatua, tulikuwa tunafuatilia tukio ambalo lilitokea Februari 11 mwaka 2025 asubuhi katika mtaa wa Forest, kata ya Boma, wilaya na manispaa ya Morogoro, ambapo waliiba kiasi cha shilingi milioni 14. Hii ilikuwa ni mali ya mtu mmoja anaitwa Saidi Daudi Mfaume, miaka 31, mfanyabiashara na mkazi wa Forest Morogoro.